Biblia inasema ya kwamba kulikuwa kuna kuhani anaitwa Haruni na alikuwa na watoto wake, na mmoja wa watoto wake alikuwa ni Nadabu na Abihu na wengine walikuwepo. Biblia inasema wakati Mungu alipoweka wakfu ile hema ya kukutania, moto unaotoka kwa Mungu ulishuka mpaka pale kwenye sehemu ya kutolea sadaka, kwenye madhabahu ya kutolea sadaka ya kuteketezwa. Kwa sababu huu moto haukuwa moto wa duniani, ulikuwa ni moto uliotoka mbinguni. Kwa kazi yao kubwa ilikuwa ni kuhakikisha wanauchochea usije ukazimika. Kila siku wanauchochea usije ukazimika, kwa sababu haukuwa moto wa kawaida. Biblia inasema ya kwamba walifanya hivyo wakichochea moto wa Mungu kila siku. Lakini Biblia inasema kuna wakati ambao walilala, na walipolala ule moto wa Mungu ukazimika. Sasa Biblia inasema walipoona moto wa Mungu umezimika, wenyewe walichukulia ni jambo la kawaida, wakasema tutachukua moto wowote tutauwasha kama kawaida. Lakini Biblia inasema wakati walipochukua moto mgeni ambao hautoki kwa Mungu, walipouwasha ule moto ukalipuka ukawaunguza wote, wakafa. Mungu amekuwa ni Mungu mtakatifu na anatamani wote wanaotembea na yeye watembee kwa moyo mtakatifu. Sio hapa tu, Biblia inatuonyesha hata wakati Joshua alipokuwa anatembea na wana wa Israeli, wakati ambao walisema vitu vilivyowekwa wakfu visichukulie, Akani alivyovichukua ilileta madhara kwa taifa la Israeli, wakapigwa. Joshua akamuuliza Bwana, kwa nini tumepigwa? Bwana akasema, katikati yenu kuna mtu amechukua vitu vilivyowekwa wakfu. Ijapokuwa Mungu anatupenda sana, lakini tunapokwenda katika mazoea na kulichafua vazi letu mbele zake, hatakuwa radhi na sisi, hatakuwa radhi na huduma zetu, hatakuwa radhi na maisha yetu, na tutaona wepesi katika maisha yetu. Kumbe Mungu tuliye naye 2026 imetupasa kutembea naye katika unyofu wa moyo, katika uadilifu pasipo mazoea, kwa sababu kama sisi tukifanya mazoea, yeye hatafanya mazoea. Biblia inasema tukimfadhaisha atatufadhaisha sisi. Kwa ni vyema watu wa Mungu kuhakikisha tunapotembea 2026 kuhakikisha ya kwamba hatutembei na Bwana kwa mazoea, hatumfadhaishi Bwana. Biblia inasema kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5, Biblia inasema mtu mmoja jina lake Barnaba aliuza kiwanja chake, akachukua sehemu ya mali akaitoa kwa Bwana. Mstari wa 4 Matendo ya Mitume mwishoni. Mstari wa 5 anasema naye Anania na Safira nao waliuza kiwanja chao, wakachukua fedha walioipata kwa siri wakaficha, wakaenda mbele za Bwana wakatoa nusu. Biblia inasema Petro akamuuliza Anania, ni hichi kiasi ambacho ndicho Bwana alichokupa? Akasema ndio hicho. Akasema kwa nini unamdanganya Roho Mtakatifu? Anania akaanguka akafa. Mke wake akaja vile vile akamwambia, je, kiasi kile ndio sawa? Akasema ndio, naye akaanguka akafa. Kwa sababu Mungu anatupenda, lakini hata kuwa radhi tukienda katika njia yenye upotofu. Bwana Yesu sana. Kwa mwaka 2026 katika mambo yote imetupasa kutembea na Bwana pasipo mazoea. Haleluya, watu wa Bwana. Tukitembea na Bwana bila mazoea itatusaidia. Biblia inasema mwamuzi wa Israeli jina lake Samsoni alikuwa ana nguvu na uwezo mwingi wa kutenda katika Israeli, akiwapiga Wafilisti kila wakati, lakini wakati huo asijue ya kuwa siri yake iko katika vishungi vya nywele zake. Wakati alipocheza na Delila akakata vishungi, Biblia inasema siku ile walipomjia maadui akanyanyuka, akijua atapigana kama vile alivyokuwa anapigana, lakini asijue kile kitu kilichokuwa kinampa neema kilikuwa kimeondolewa. Biblia inasema aliponyanyuka ili apigane nao hakuwaweza tena. Bwana Yesu sana. Imetupasa kutembea na Bwana pasipo mazoea. Haleluya, watu wa Mungu. Amen.